Bwana Yesu asifiwe. Hakika Mungu Baba ambaye aliumba mbingu na nchi, aliupenda ulimwengu ambao ni mimi na wewe, na zaidi yoyote aliweza kumtoa mwanawe pekee ambaye ni Yesu Kristo, ambaye jina lake ni Immanueli, maana yake Mungu pamoja nasi wanadamu. Akaja ulimwenguni ni kwa ajili ya mimi, ni kwa ajili ya wewe. Na neno la Bwana linahimiza, linasema ya kwamba yoyote anayemwamini huyu Yesu Kristo hatapotea wala hataangamia, bali ataupata uzima wa milele. Kwa hivyo ndugu yangu mpendwa, ni wakati ulio mwema wa kuchukua hatua ya kumfuata huyu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ni upendo mkubwa sana ambao Mwenyezi Mungu aliweza kutupenda, akamtoa mwanao wa pekee kwa ajili yangu mimi, kwa ajili yako wewe, ili tukaweze kuokolewa. Sio kwamba tulikuwa tumeyatenda yaliyo mema, tulikuwa watu wabaya, hatukustahili kuishi, lakini kwa neema na rehema zake hakika ameweza kutuokoa mimi na wewe, ili tukaweze kuupata uzima ambao ni wa milele. Kwa hiyo Mungu akubariki, Mungu akutendee mema, na zaidi yoyote akuonekania katika kila jambo, ili ukaufikia wema, ukaufikia utukufu. Haijalishi ni hali ya aina gani ambayo unayopitia, lakini Yesu Kristo anakuita ili akaweze kukuokoa, aweze kukubadilisha. Na maandiko yanasema ya kwamba wote walio ndani ya Kristo wamekuwa viumbe vipya, ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Maovu uliyotenda enzi hizo, maandiko yanasema Mungu anafuta kabisa, na anapofuta si kama mwanadamu wa kukukumbusha kila mara, ulifanya hivi, ulifanya vile, ulifanya lile. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ni Mungu ambaye anastahili kuabudiwa, ambaye anastahili watu wote tukaweze kumkimbilia yeye, tukaweze kumfanya tumaini na tegemeo, na zaidi yoyote hakika tutaupata uzima wa milele, maisha mazuri duniani, na hata baada ya maisha ya dunia hii tutaishi na yeye milele. Maandiko yanasema hata licha ya kwamba kuna yale ambayo huenda utakuwa umeyapitia ulimwenguni, yawe ni magonjwa, iwe ni shida, kupungukiwa, iwe labda kusengenywa, iwe labda kwa sababu ya makwazo tofauti tofauti, maandiko yanatuambia ya kwamba huko mbinguni hakuna mauti, hakuna fitina. Mbinguni maandiko yanatuambia ni makao ambaye ni ya wateule. Wateule ndio watakaoingia. Hakuna kitu ambacho ni kidhaifu kwa sababu ya kushindwa na dhambi duniani ambacho kitaweza kukaa pamoja na Mwenyezi Mungu katika ufalme wake. Kwa hivyo ndugu yangu mpendwa, hakika chukua hatua ili ukaweze kumwamini huyu Yesu ambaye ndiye njia, kweli na uzima wa milele. Na Yesu mwenyewe anatuambia kwamba hakuna mtu anayekuja kwa Baba ambaye ni Mwenyezi Mungu ila kupitia kwake huyu Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu akubariki na Mungu akutendee yaliyo mema. Tuamini, tuombe. Mpendwa Baba wetu wa mbinguni, inuliwa, himidiwa wewe ni Mungu, kwa ajili ya ndugu huyu mpendwa, kwa ajili ya dada huyu mpendwa, kwa ajili mfalme ajabu ya mtoto huyu. Wabariki, waonekanie, watendee yaliyo mema, walio wagonjwa, walio wadhaifu, watie nguvu, waponye, jidhihirishe ni Mungu. Wengine wamekata tamaa maishani kwa ajili ya mambo yote ambayo yanaendelea ulimwenguni, maovu na maasi ambayo yamezidi. Wengi wameacha wokovu, wamerudi nyuma katika imani, na waombea katika jina la Yesu, wainue, wabadilishe, wakumbuke ni wapi waliangukia, wakakurudie tena, kwa sababu wewe ni Mungu wa rehema. Asante Bwana, pokea sifa na utukufu, inuliwa na uhimidiwe katika jina la Yesu Kristo mkombozi, nimeomba na hata kuamini. Amen. Barikiwa sana na Mungu akutendee yaliyo mema katika maisha yako. Usiache kumtumaini huyu aliyeupenda ulimwengu mpaka akamtoa mkombozi ambaye ni Yesu Kristo, kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili ya ulimwengu wote, ili tusiangamie bali tukaweze kupata uzima ambao ni wa kudumu wa milele na milele.